Yes, hamjambo tena kwenu nyote wandugu wapendwa watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuzifuata habari zetu mbichi za kila siku na kila wakati mkiwa mbali na karibu, tunawasalimia. Wale mnaotufuata mkiwa Marekani, Ulaya na Afrika, salamu zetu ziwafikie kabisa. Tunawatakia tena jioni njema ya siku ya leo mardi le 14 avril 2025. Na tunawakaribisha kwa mara nyingine ndani ya habari zetu za jioni ya leo. Kama kawaida tumewaletea habari kuhusu hali ya kiusalama mashariki mwa nchi ya Kongo pamoja na taarifa mbalimbali tena tofauti zinazosemekana nchini Kongo. Habari za jioni ya leo moja kwa moja tutawapeleka kwenye uwanja wa vita katika maeneo ya Minembwe kwenye mapigano makali tena yalizuka upya kati ya waasi wa M23 na Twirwaneho wakipigana na FARDC pamoja na wazalendo na wanajeshi wa Burundi FDNB. Mapigano hayo yanaripotiwa katika maeneo ya Kalingi, pembezoni mwa eneo za Bidegu. Ni mapigano ambayo yalianzishwa na FARDC pamoja na wazalendo zidi ya waasi hao katika maeneo hayo. Tutawaambia kabisa jinsi mapigano yako nafanyika kule, na ndege za drone zinaendelea kubombarde juu chini waasi wa M23 na Twirwaneho mzile eneo. Habari zingine ambazo tumewaletea, tutawapeleka Masisi, kijiji cha Malemo kimeondolewa tena ndani wakaaji wake kwa ombi la wasi wa M23. Donc pale Malemo M23 iko nafukuza wakaaji wa ile eneo. Ni kwa nini hayo yote wako nafanya? Msijali kabisa, tutakuja kuambia jinsi vitu viko pale. Taarifa zingine ambazo nimewaletea kuhusu operasyon za wazalendo zenye wako nazifanya mu maeneo ya Ituri na Lubero kwenye wako napigana na ADF. Wakati operasyon zile zinaendelea, FARDC iko na waomba kutoka mu maeneo ya Bapere kwenye walikuwa mzile operasyon warudie nyuma. Waisha katala wakisema kwamba wanataka wafuatilie kabisa ADF kwa sababu nayo inatesa wakaaji. Kama kawaida mnaifuata ni Kwetu TV, ni channel inayowaletea taarifa za kweli tena zenye uhakika kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Tunawasihi basi kusubscribe, yani kujiabone, ili kukuwa naendelea kuzipata taarifa zetu zote kwa wakati. Muendelee kucomment na kuzilike habari hizi pia na kuzisambaza kwa walio wengi ziwafikie, na muendelee kujiunga nasi na grupu yetu ya WhatsApp ambapo habari zetu zote mtakuwa mkizipata 5 kwa 5. Namna ya kujiunga na grupu yetu ya WhatsApp, gusa pale kwenye titre, pale chini ya titre mu description kuna linki yetu. Gusa kwenye linki hiyo ukijiunga, au tuandikie hata kwenye namba hiyo, tutakuunga na cheni yetu ya WhatsApp. Bila shaka habari zetu zote utakuwa ukizipata 5 kwa 5. Ndugu zangu, habari zetu za jioni ya leo moja kwa moja tutazianzia maeneo ya Minembwe kwenye FARDC wako movita kule wakiwa pamoja na wazalendo na jeshi la Burundi. Walianzisha mashambulizi makali ya anga pia na offensive kabisa kwenye ardhi. Wanawashambulia wasi wa M23 na Twirwaneho Ngomino Redi Tabara katika maeneo ya Kalingi, ambapo wanapenda waprogrese polepole wakielekea Minembwe Centre. Mapigano haya yalikuja wakati kule kulikuwa tujoro na hali ya usalama mbaya. Ilikuwa mbaya kwa sababu jana kulishinda kabisa bombardement ya hali ya juu. Bilikuwa sasa jinsi habari tunazo kutoka pale wiko M23 na Twirwaneho baada ya kuipoteza eneo ya Bidegu, mnajua waliondoka ndani na bombardement grave yenye ilifanyika kule, wakapigwa na njo ikawaomba sasa warudie nyuma kwa sababu pale walikuwa wamepoteza defense zao zimechoma moto, na wanajeshi wenyewe wangeliwasaidia kufro walikuwa Minembwe, ikawabidi warudie nyuma sasa waende maeneo ya Kalingi kwa sababu pale walikuwa hawana tena nguvu. Waliporudia nyuma maeneo za Kalingi, tuliambia kwamba FARDC iliavance na ikakamata eneo ya Bidegu. Sasa jinsi bilikuwa apres kukamata Bidegu, FARDC ilijiorganize wakati ya M23 nayo na Twirwaneho walikuwa na wako na jiorganize wapi Minembwe, ili kukuja kuataki FARDC ku eneo ya Bidegu, waone kwamba wanaweza tena wakaikamata leo. Sasa FARDC wakajiorganize na wako mweneo za Bichumbi pamoja na Mutunda pale njo wakajiandaa bie, wakakuja sasa wengi ku zone d'operation pale Bidego, njo wakaanza kushambulia
AFC M23 katika eneo ya Kalingi ama katika mungini wa Kalingi. Wakati mapigano yalianza, moto uliwaka kati ya pande mbili. Waasi wa AFC M23 na Twirwaneho ngambo za Kalingi nao walifungua kabisa mtutu, wakaanza kushambuliana na FARDC na wazalendo pamoja na FDNB. Vitu vikaribika kabisa, mapigano yakaendelea kati ya pande mbili. Sasa wanajeshi wa AFC M23 kutoka Minembwe ndio wenye walikuwa na wanataka kudeborde ili watokee mwingine wa Bidegu pale kwenye FARDC ilikuwa installe na iko napigana na AFC M23 ngambo ya Kalingi. Na pale wakati walikuwa wamefika pale na wametokea muvijiji vya Ilundu, kule Ilundu njo kwenye walikuwa wametokea, na walipofika pale ndege za kivita za FARDC njo zikaapuye kwa sababu walikuwa wamedeborde ili watokee pale Bidegu kwenye FARDC inajiinstale, na pale deja wangelianza kubabakisha FARDC kwa sababu walikuwa wanataka wachomokee monani mokote gauche. Njo ndege zikaanza sasa kubombarde eneo ya Ilundu kwenye wanajeshi wa AFC M23 walikuwa wamefika ili wakuje chomokea ngambo za Bidegu waanze kushambulia FARDC na waisha deborde, donc na watokee kufro ya Kalingi. Pale sasa bitu bikaribika, drone zikaanza kushambulia juu chini kabisa wale wasi wa AFC M23 depuis saa saba, kuanzia saa saba kabisa za apremidi ya leo. Njo ndege ziliingilia kati na moto ulikuwa umewaka kati ya pande mbili, bitu bikaribika. Mapigano hayo yalisababisha wakaji wengi kukimbia kwa sababu wakati kabisa moto uliwaka, wakaji wa maeneo hayo ofu ilikuwa mingi, wakaanza kukimbia, wakakimbilia vijiji vinavyopatikana karibu na pale. Wengine wakakimbilia katika maeneo ya tarafa la Itombwe kule muteritware ya Mwenga, njo kwenye walikimbilia kwa sababu mapigano haya yako karibu na pale. Deja Kalingi ni Muitombwe, ile eneo za Bidegu ngambo za Ilungu na Minembwe hapo ni Mufizi, ni eneo zenye ziko karibu sana pale, njo kwenye population ilikimbilia kutokana na mapigano makali ambayo yalikuwa yameanza upya. Wakati ndege ziliingilia kati, FARDC iliatake kwenye ardhi ngambo ya Ilundu kwenye walikuwa wametokea ili iwastope pale wasideborde kama walivyokuwa wamepanga. Mapigano sasa ni makali kabisa. Ni siku ya pili mfululizo, acha niseme vile, na bombardement ziko nafanyika kule, ndege zikibombardiwa wasi wa Twirwaneho na AFC M23 Ngumino na Redi Tabara. FARDC kule nayo kabisa ikiendelea kuwashambulia wasi wa AFC M23 vikali, na Twirwaneho nao wanaendelea kujidefendre kule, wakidefendre maeneo hayo yenyewe wanayakalia. Bitu kabisa abiko bie katika vilima vya Kalingi kule ni kivumbi na jasho. FARDC na wazalendo FDNB wanajeshi wa Burundi wako mwatake kule, wakipenda wa progresse pole wakiingia katika mngini wa Minembwe. Vile njogi nsibitu kabisa jioni ya leo viko pale mo plateau de Fizi na ngambo za Itombwe Mwenga. Vrema mapigano tena ni makali kati ya pande mbili, yanaendelea mpaka jioni ya leo. Katika habari zifuatazo za kesho ndio tutawaambia matokeo ya hapo, kama waasi wa AFC M23 na Twirwaneho walisonga mbele, tutawaambia kama FARDC na wazalendo na FDNB walisonga mbele, navyo tutakuja kubibaambia jinsi biko. Donc matokeo kabisa tutayajua apres mapigano kule kuisha. Tuwapeleke muonani mu plateau de Kalehe, pale kwenye mnajua kabisa hali ya kiusalama iko kule kutokana na mapigano makali yenye leo kabisa. Ni mwezi umeisha na mapigano yanaendelea kati ya pande mbili mu maeneo ya ile groupement ya Ziralo.
leo kabisa kuripotiwa mapigano pale. Wanajua kwamba depuis asubuhi tuliwaambia habari kutoka kule, wazalendo walijiondoa Mchambombo bila mapigano, na mpaka jioni ya leo kabisa kuna ngine changement pale, kuna ngine changement sofu kujiondoa kwa wazalendo mzile eneo tatu zenye tuliwaambia ndani ya taarifa zetu za mchana wa leo, mkiwemo Chambombo. Leo kabisa hii jioni ya leo wazalendo na AFC M23 hawako napigana, donc hali iko ya utulivu, hakuna mapigano yanayoripotiwa kule. Ni baada ya siku mingi na mapigano ni makali. Leo population kabisa wako napumua kwa sababu hakuna mapigano, wako naanza kutoka mumisitu waende mo village waone kama wanaweza wakajisaidia na chakula hata na maji, kwa sababu vitu bilikuwa hakuna kabisa jioni ya leo pale Mkalehe, na depuis asubuhi ya leo hakuna mapigano mo plateau ya Kalehe. Tuendelee na taarifa zetu, tuwapeleke moja kwa moja mo territoire ya Masisi kwenye AFC M23 iliwaambia wakaaji wa kijiji wa Malemo waondoke. Kijiji cha Malemo kinapatikana mo groupement ya plutôt Museferi ya Bashali Mokoto, pale ni Nord Kivu, atuko Sud Kivu deja. Hapa mnajua kwamba hii eneo kulikuwa na kunafika wakaji wengi wanaokimbia mapigano ya AFC M23 katika kote za Mpeti Minjenje, katika maeneo ya Masisi, ngambo za Nyange kule Mpati na kwingineko. Mnajua mapigano yalikuwa yakikuwa makali kule, wakaji wanakimbilia katika maeneo ya Malemo, maeneo ya Kalonge pamoja na Kalembe. Sasa AFC M23 iliomba population wa hapo, iliwaagiza watoke pale. Kulingana na vyanzo kadhaa vya ndani, wakaji ambao walikuwa wamerudi majumbani mwao baada ya wiki kadhaa za kuhama walilazimika kuondoka katika mwingine huu tena. Uamuzi huu unaripotiwa kufuatia amri iliyotolewa na wanachama wa harakati ya waasi wa AFC M23 bila maelezo yoyote rasmi kutolewa kwa raia husika. Wakiwa wameshikwa na wasiwasi na hawawezi kujizuia, familia hizi zilikimbilia tena Kalembe, eneo ambalo tujoro liko chini ya wasi wa AFC M23, donc wao ndio wenyewe wanalikontrole, na pia eneo hilo tayari liko chini ya shinikizo la kibinadamu, kwa sababu wakaji wanaendelea kukua hapo wakiwa ni wengi wa wakimbizi waliotoka maeneo mengi. Uingiaji huu mpya wa watu waliokimbia makazi yao unazidisha hali ambayo tayari ni mbaya, huko maelfu ya familia zingine zikiishi huko kwa miezi kadhaa katika hali mbaya bila msaada wowote. Kwa mtazamo wa kibinadamu, mahitaji ni ya haraka na yana pande nyingi. Wahusika waliopo katika eneo hilo wanaripoti ukosefu mkubwa wa chakula, patikanaji wa huduma za afya, malazi na vitu muhimu vya nyumbani kwa watu hao walio katika mazingira magumu. Na siku hizi kabisa kwenye hali ya kiusalama iko mbaya kule, kuambia wakaji waondoke maeneo yao waende kukoa wakimbizi katika maeneo ya Kalembe. Wanasikia kwamba wanaendelea kabisa kulipa gharama kubwa ya mivutano ya silaha, na mnasikia ke population wanateseka deja. Walikuwa wamerudia maeneo yao ya Malemo baada ya kukua mwingine wa Kalembe wakiwa wakimbizi na Kalonge. AFC M23 ilikuwa wazalendo plutôt AFC plutôt wakaji ile ni erere de vitesse, wakaji walikuwa wamerudia monani mo village yao ya Malemo. Maisha naiko naanza kuenda bie, leo tena wanawafanya waondoke pale waende kwa wakimbizi Mkalembe kwenye ni wale wenyewe walikuwa pale, wale wakimbizi wanaokutana pale hawana chakula, hawana maji, hata dawa kabisa hawapati. Unasikia kwamba wanaacha kabisa population wanateseka, kuomba kuondoka pale. AFC M23 haikuambia ni kwa nini inawaondoa pale. Baadhi ya waangalizi wanasema kwamba AFC M23 kuondoa au wakaaji katika eneo ya Malemo wakati hivi juzi walikuwa wamerenforcer sana Malemo, ile wako wanataka waifanye zone d'operation. Après kujiondoa maeneo ya Mpeti na Minjenje yanayopatikana kilomita chache ukitoka Malemo, walikujaka wanajeshi wengi wa AFC M23 na vifaa wakaviinstale Malemo. Walipofika pale
wakatante kuavanse tena wakamate zile eneo za Mpete na Walikale, vikashindikana kwa siku 2 za mapigano mfululizo. Na wakaji hapo leo wakati wako na ombwa kutoka pale waisha fukuzwa hapo, inaonekana kwamba AFC M23 iko na ifanya ile eneo zone d'operation kwenye wanapanga vita wakishambulia FARDC na wazalendo katika eneo za Mpete na Minjenje, eneo zinazopatikana karibu na pale. Ndio vile jinsi vitu viko kabisa katika eneo ya Malemo pale ni Masisi. Wakaji walifukuzwa na wanajeshi wa AFC M23 wakawafanya kuwa wakimbizi maeneo ya Kalembe. Habari zetu zinaendelea. Tuwapeleke wapi? Tuwapeleke katika maeneo ya Ituri na Lubero kwenye wanajeshi wa wazalendo, makundi ya kizalendo walikuwa mo operasyon katika eneo hizo kwa siku kadhaa. Apre atake ya wanajeshi wa ADF mo maeneo ya Bafako, mnajua kwamba wazalendo wa Synergie Front Nord walikuwa wameenda mo maeneo ya Bapere na maeneo ya Ituri ili kuwasaka wahasi wa ADF. Walikuwa wameprogresse sana, walikuwa wamerekipere eneo mingi, maposition mingi za ADF, walikuwa na wako na avance. Sasa wazalendo wao wanasema kwamba kule walikuwa wamepata ushindi kabisa zidi ya ADF maeneo ya Bapere, lakini wanalaani shinikizo la viongozi wa FARDC kule za kuomba kuondoka katika mwingine wa Ituri. Wanasema kwamba utulivu ulikuwa umeanza kurudi kabisa polepole katika sekta ya Bapere mo Lubero kwenye kutokana na kujitolea kwa wazalendo. Walikuwa wameweza kuzikamata eneo mingi na walikuwa wakifanya doria za usiku na mchana wakilinda wakaaji wa vijiji vya maeneo ya Bapere, kwa sababu wahasi wa ADF walikuwa wakiona kwamba hakuna wanajeshi kule, njoo wanataka vijiji vya wakaaji, kwa sababu walikuwa wamepigwa na kufukuzwa mbali na pale. Wazalendo walikuwa wameweza kuzirikipere eneo mingi na kuanza kuchunga be kabisa vijiji vya wakaaji, doria za mchana na usiku wakizifanya. Aliyesema hayo ni msemaji wa wazalendo ambaye anaitwa Guy Ngabo katika maeneo hayo, na anasema kwamba vikosi vya VDP wazalendo vyenye vilipelekwa katika maeneo ya Bapere, hasa katika eneo za Bududia na zingine eneo karibu na pale kuwasaka magaidi wa ADF, walikuwa wamesonga mbele, na leo sasa wanaombwa kuondoka kule, warudie maeneo ya Lubero, donc waache zile operation. Unasikia kwamba ile kabisa ni kitu kenye wazalendo hawana shwa pale, me waisha pinga hayo. Hawana shwa ndio, me waisha pinga, wanasema hawatatoka pale. Wakaji walikuwa wameanza kabisa kupata utulivu. Operation zile zilikuwa zimeenea hadi pia maeneo ya Ituri kwenye makundi ya magaidi wa ADF wanajifichaka sana wakati wameshindwa Mulubero, Muituri njo kwenye wanajifichaka mu wilaya ya Mambasa. Sasa na maeneo ya Muchacha na Niania wazalendo walikuwa wamefika kule, na hali ilisha kuwa ya utulivu, waisha kamata zile eneo, waisha zikalia kabisa, ADF waisha fukuza ndani. Sasa wanasema kwamba FARDC inapenda waondoke kule. Porte parole wa wazalendo hao ambaye anaitwa Guy Ngabo anasema kuwa wakaaji wa eneo hilo wanaonyesha haja ya vikosi hivyo kubaki katika eneo hilo. Hata hivyo wazalendo sasa kutokana na hayo, kwa sababu population nao wanawataka, wanasema kwamba hawataitika kabisa kuondoka kule, kwa sababu wao wanapenda waendelee kulinda wakaaji. FARDC mu taarifa ya kuwafanya wazalendo waondoke kule, wanasema kwamba kule wanapenda watie yako wanajeshi wa FARDC kwa sababu kuko maeneo yenye uchimbaji madini, wanapenda watie kabisa kule nguvu, wapainstallebe waanze hata kuexploiter zile maminere za kule. Wazalendo wanasema no, kama mtakuya mkuye, tuikale pamoja huko, kazi ziendelee kwa pamoja, eneo za zenye uchimbaji madini ziko kabisa, mkuye muzi exploiter, hakuna shida, me
kazi yetu ni kupigana na ADF na kupigania population hapa, kulinda wakaji hapa, kwa sababu nao hawapendi tuondoke pale. Vile ndio jinsi wazalendo wanasema. Kama FARDC itakuja kufika kule ijiinstale nayo pamoja na wazalendo, ama kama kuna maamuzi mengine watakayoyafanya hatujajua. Wazalendo waisha kataa hayo, wanasema no, hawataondoka kule. FARDC ikuje jiinstale pale pamoja nao, wapigane kwa pamoja na ADF. Swala la kuambia waondoke kule, waende kabisa mbali na pale, warudie donc Lubero kwenye walikuwa, wanasema hawawezi wakati ADF ingali preza kule, population wanateseka. Kwa hivyo basi nao hawawezi wakaacha zile operation pale. Ni maamuzi ya wazalendo kuhusu kuondoka kwao kule, donc kuhusu FARDC kuomba kuondoka kule. Ndugu zangu, nisome maoni yenu kabisa. Leo nikukuwa nasoma makomentare yenu sana kwa sababu mulituomba hayo. Anaitwa Pole Mwewa alisema merci beaucoup. Asante sana Pole. Anaitwa Edouard Kabwili na kupata kabisa kutoka vile ya Moba alisema monsieur le journaliste Raphaël Motuta, il est d'ici chez nous à Moba, province du Tanganyika. Nous le connaissons bien. C'est un très collaborateur de Moïse Katumbi Kanambe et Christian Mwando Simba, chargé de recrutement de Maïmaï Katakatanga, avec ex-honorable député provincial Mpete Moulaya Janvier à l'époque de Jikaka, donc Joseph Kabila Kabange ici à Moba. Na zani ya kwamba hapa watu wa Moba deja wako natufasilia jinsi yule ambaye alionekana mu delegation ya FC23 mwenye alikuwaka mu gouvernement ya Felix Tshisekedi na ule mwenye alikuwaka mu gouvernement ya ancien president Joseph Kabila, kumbe ni wasaliti kule, wanasaidiaka hata ile groupe armée ya Bakata Katanga. Nasikia kabisa hao ni wasaliti wanchi. Erike Wilonja alisema ndugu Bauma, tukichunguza vizuri ni kwamba hata Felix Tshisekedi anapenda vita hii kuendelea, kwa sababu haiwezekani awe anaruhusu majeshi ya Kongo kusimamisha vita pale wanapoonekana wana nguvu kwenye uwanja wa vita. Rais akitaka vita ishe, wanaweza kumaliza kwa mwezi mmoja tu, kwa kuwa Kongo ina uwezo huo. Eske President Felix Tshisekedi ndio mwenye anasemaka wanajeshi warudie nyuma umwe? Hapana, pale kesi yako nimeelewa ni kuhusu wazalendo kujiondoa Chambombo leo bila mapigano. Pale naiko Felix Tshisekedi mwenye anapanaka ile ordre, inatokanaka na viongozi wenye wako pale kufro, wale wenye wanakomande vita pale njo wenye wanapanaka ile ordre, haiko President Felix Tshisekedi. Ndugu yangu anaitwa Wita Medical anasema bonsoir à tous les auditeurs, il faut se battre parce que le Rwanda a déjà traversé la frontière. Anaitwa Stefano Cheroza alisema bwana mtangazaji, selomie pale kunahitajika vita kali, njo Kagame atoje kesho lake nchini Kongo. Kagame yuko napatia AFDLS njo aende kuiba mali ya Kongo. Okay, yuko napitia FDLR ili aende kuiba mali. Okay, hapo nakuelewa. Anaitwa Morola Juste aliuliza quand la fin de la guerre à l'est nous souffrons au Sud Kivu. Tunajua kabisa kwamba bitu biko fo, mais kina mwanzo kina mwisho, hapana kukata tamaa. Patrice alisema mtangazaji mpendwa, salamu, mbona muko mnatuchanganya sana katika matangazo zenu? Sisi tunafahamu kabisa kwamba Minembwe iko rekipe ya de cela presque un mois. Sasa leo useme Minembwe ngali mu mikono ya Makahoko, tunashindwa kuelewa ni kitu gani kinachojificha hapa. Hapana, sijawaambia kabisa ya kwamba Minembwe iko rekipere. Hakuna siku niambiaka kwamba Minembwe iko rekipere hivi. Ulikuwa ukizifuata zile media za kupanike tu watu waseme vitu wenye haviko reele, wale wanadanganyaka. Leo ulipata kabisa media ya kweli. Anayeitwa Guillaume alisema twende kwa mtoto mwenye nguvu ashinde, ila pamoja na Mungu tutashinda vita hivyo. Asante sana. Christina Chirinamola alisema salut cher journaliste Bauma,
Vraiment, les dialogues ne nous amèneront jamais la paix. Et pourquoi lorsque les Wazalendo et FARDC sont vigilants, c'est lorsque les dialogues viennent. Il faut que Félix pense beaucoup à cette situation. Merci beaucoup. Ndio vile kabisa maongezi inaonekana tu ya bure, vitu wenye ni vya kudistrae tu watu na kuwe nguvu kabisa basi wa kushinda ashinde. Ndio vile vita itaisha kwa haraka. Asante ndugu zangu, na washukuru sana kwa kuwa mnaendelea kuzifuata habari zetu, na tunawatakia jioni njema pia na usiku mwema. Mungu awalinde. Tupatane ndani ya habari zetu zifuatazo za kesho. Merci beaucoup.